Vita vilivyokuwa vimekusudiwa kuchukua siku mbili tu au masaa 48, lakini vimeishia kuua askari wengi wa Marekani, vimeishia kujeruhi askari wengi wa Marekani, vimeishia kuangamiza ama kuteketeza kambi nyingi za Marekani. Hii ni kwa sababu tu ya kile ambacho nimekuwa nikikiongea kuhusiana na Donald Trump, kwa sababu aliamua kusikiliza washauri aliyowataka yeye na sio uhalisia wa vita namna ulivyo. Mnakumbuka Donald Trump alikuwa anajisifu sana akisema kuwa kile ambacho marais wengine wa Marekani walishindwa kukifanya kwa muda mrefu, mimi nimekifanya na mimi nimethubutu. Na ni ukweli, Donald Trump amethubutu, kwa sababu inahitaji uthubutu sana kuishambulia Iran, kuivamia Iran. Ilikuwa inahitaji uthubutu ambao uthubutu huo marais wengine wa Marekani waliona madhara yake, waliona gharama yake itakavyokuwa kubwa, kwa sababu ilikuwa ni simple tu. Angalia sasa ambayo Donald Trump ameyafanya, ndio haya yametugharimu mpaka sisi wengine, yameugharimu ulimwengu, dunia, yameigharimu dunia, kwa sababu hapa tulipo hatukufaa tuwe hapa, tulitakiwa tusiwe hapa kabisa. Lakini angalia namna ambavyo maamuzi ya Donald Trump yalivyogharimu, ama niseme yalivyo ugharimu ulimwengu na kuigharimu dunia. Gharama za maisha zimepanda, ziko juu na mambo kadha wa kadha. Lakini sio tu dunia, hata Marekani kwenyewe. Nimekuwa nikikuambia hapa, sasa hivi lita moja ya mafuta Marekani watu wananunua $4, ni sawa na shilingi 10,000 kibongobongo. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kichwa kigumu cha Donald Trump, rais asiyeshaurika. Kwa taarifa sasa zinatoka kwamba bado askari wa Marekani wameendelea kuuawa katika kambi hizi ambazo ni kambi za Marekani zilizoko hiyo Mashariki ya Kati. Na taarifa zinakuja pia kuwa wanafanya evaluation wa Marekani kutaka kupunguza zaidi kambi za kijeshi, uwepo wa kambi za kijeshi katika mataifa 6 ya Mashariki ya Kati, yani ikiwemo ni Jordan, taifa lingine ni Kuwait, kuna Bahrain, kuna Saudi Arabia, kuna UAE, hii ikiwa ni pamoja pia na taifa la Oman, nadhani kitu kama hiki ambalo sasa, yani kwa mujibu wa taarifa kutoka Pentagon, wanawaza, kwa sababu wanafikiria kwa nini tuendelee kuwa polisi wa hiyo Mashariki ya Kati. Kumbuke mikataba iliyokuwepo wamesainiana mwanzo kati ya haya mataifa na Marekani ilikuwa ni mikataba ya kuweka usalama wa haya mataifa. Lakini sababu nyingine inayosababisha wawaze kupunguza hizi kambi za kijeshi hapo Mashariki ya Kati, unaambiwa sababu nyingine ni ili mbeleni, kwa sababu Marekani bado hawajamalizana na Iran. Ndio tunajua wamepigwa vibaya mno, ni tofauti na matarajio ambayo walikuwa nayo. Nafikiri unanielewa nikisema hivi, kwa sababu nikisema hivi kuna mtu anasema mbona muongelei Marekani alivyoipiga Iran? It's okay, lakini lengo la Marekani lilikuwa sio kuipiga Iran. Lengo la Marekani lilikuwa ni kuiangusha kabisa Iran. Haikuwa target ya Marekani waingie Irani wapigane na Irani. No. Target ya Marekani ilikuwa ni kuiangusha Irani, kama walivyofanya Venezuela, umeona, kama walivyofanya pia Syria kwa miaka mingi. Lakini tunaongelea swala la Irani, lengo lilikuwa ni kuingia Irani na kuangusha utawala. Ndio lilikuwa lengo, sio kupigana na Irani. Nataka ili uweze kulielewa, kwa sababu lengo sio kupigana na Iran. Hawakuenda wakapigane na Iran, walienda kuiangusha serikali ya Iran, lakini serikali ya Iran haijaanguka, imeshindikana. Kwa ndio maana sasa nakuambia hivi. Kwa hiyo hii inakuwa ni ushindi kwa upande wa Iran, kwa sababu vita hivi havikukusudiwa. Kwanza haikukusudiwa iwe vita, ilikuwa ni operation. Jua neno operation, Epic Fury. Upande wa Israeli wao wakaita Operation Rolling Lion, lakini matokeo yake imeishia kupigana, na ndio maana sasa vimekuwa ni vita. Jamani, mnakumbuka hata Urusi alipoenda Ukraine, ilikuwa ni operation, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda
ile operation ikageuka ikawa ni vita. Kwa ndio maana sasa inakuwa ni vita kati ya Urusi na Ukraine. Na hii pia Marekani pia vile vile alikuwa ameenda pale Irani akikusudia kuwa kutakuwa na yani masaa 48 utawala utakuwa umeshaanguka. Marekani kama kawaida yake amelipa watu ndani ya Iran. Utawala wao watakapokuja kuishambulia Irani na kuua viongozi wale, watu sasa wainuke waanze kupigana. Na alichokuwa nakitengeneza Marekani ni kitu kibaya sana. Alikuwa anatengeneza civil war. Alikuwa anatengeneza vita vya wenyewe kwa wenyewe, waanze kupasuana wenyewe kwa wenyewe au wa Iran. Ndio maana ndani humo akaandaa watu special ambao wao kazi yao ni kuja kwenda kinyume na hiyo serikali ya Iran. Manake wale watakapouawa viongozi wao wainuke, basi vitengenezwe vita vya wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa hawatakii mema Iran, hata kama alisema ninapeleka uhuru au tunaleta uhuru kwa watu wa Irani, lakini si kweli. Na mambo haya Irani nafikiri wamejifunza pia. Nakumbuka Libya walisema hivyo, tunapeleka uhuru kwa watu wa Libya. Lakini swali linakuja, je, kilichopelekwa pale Libya ilikuwa ni uhuru au kulitengenezwa vita vya wenyewe kwa wenyewe? Ndio maana Donald Trump anasema Wakurdi wametusaliti walioko pale Iran, kwa sababu walidai kuwa waliwalipa pesa wakawapa bunduki, lakini wakashangaa wao wamefanya mashambulizi, wale Wakurdi wako kimya, ya mkini wamedhibitiwa au na mambo kadha wa kadha kama hayo. Kwa hiyo ndio maana nakuambia operation ambayo ilikuwa imekusudiwa imalizike ndani ya masaa 48, matokeo yake operesheni hiyo ndio imegeuka kuwa vita, na vita hivi vimeendelea kutia hasara upande wa Marekani. Ndio maana imebidi sasa Marekani waanze kuwaza kwa upya, na hapa wanaopata hasara ni mataifa hayo yaliyoko hiyo Mashariki ya Kati, hasa kwenye Ghuba ya Uajemi pamoja na UAE. Ujue haya ni mataifa feki. Haya sio mataifa kama ambavyo unaweza ukatamka taifa labda kama Iran. Ni tofauti kabisa na haya mataifa. Mataifa kama Saudi Arabia ni taifa lilikuja kuundwa baada ya kuweka viongozi ambao watakubaliana na utawala wa Uingereza uliokuwepo kipindi kile, ikiwa ni pamoja na wanasiasa sasa hawa wa Marekani. Kwa ni mataifa feki ambayo yametengenezwa tu, yani ni mataifa ya kubumba. Nafikiri unanielewa, ni mataifa ya kuumba. Kwa sasa Iran akiwa serious, haya mataifa anayafutilia mbali yote hayo yaliyoko hapo hiyo Ghuba ya Uajemi, kwa sababu ni mataifa feki. Ukienda hata Dubai, ndio tunakubali kuwa Dubai imejengwa sana, lakini Dubai ukiangalia ni taifa yani la kutengeneza, sio taifa kama vile ambavyo unaweza ukasema kama Tanzania. Tanzania hili ni taifa liko muda mrefu tu, lakini ukiangalia kama Dubai pale ni taifa la kutengeneza. Ukienda upande wa Shajari kule, mataifa ya kutengeneza. Naenda huko Abu Dhabi, naenda huko Fujairah, hii anaongelea mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Ni mataifa ukiangalia ni mataifa ya kutengeneza. Sasa swali linakuwa, je, Iran akiamua kuwa serious, unadhani haya mataifa yatakuwepo? Hii ni tofauti kabisa na taifa la Irani ambalo lenyewe limekuwepo miaka 1500 nyuma, limekuwa na ustaarabu wa miaka 1500. Huwezi ukalinganisha na haya mataifa ya kubumba, mataifa ya kutengeneza haya ambayo yametengenezwa jangwani, mataifa haya. Kwa hiyo hili linabaki liko hivyo na kwa namna hiyo. Lakini katika habari nyingine tunaona Marekani ametangaza kuwa Strait of Hormuz ni ya kwake, ni mali ya Marekani. Na tuliona hata kwenye ukurasa wa Donald Trump akiwa ameposti kuwa bahari ya Hormuz, ya mlango bahari wa Hormuz, na hiyo bahari kiujumla ni mali ya Marekani kuanzia sasa. Lakini huu ni uongo. Ni uongo ambao Donald Trump anajaribu kuiaminisha dunia na kuikaririsha dunia. Ukumbuke tangu vita vimeanza, hakuna mafuta yamepita kwenye huo mlango bahari wa Hormuz yanayotokea Saudi Arabia kuelekea Marekani. Sasa kama ni ya kwako, mbona haujapitisha mafuta yaje nchini kwako? Kwa unagundua tu hizi ni propaganda ambazo Marekani anajaribu kucheza na dunia, kucheza na ulimwengu. Maana hii ilikuwa ni habari imepostiwa na Donald Trump kwenye ukurasa wake ule wa Truth Social, ambao mara nyingi sana ndo amekuwa akiutumia kwa propaganda nyingi na mambo mengi ambayo anataka kuuambia ulimwengu yeye ni nani. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo operation hii imegeuka kuwa ni mwiba tena kwa Marekani. Kambi za kijeshi zimeendelea kupigwa, askari wameendelea kuuawa. Ndio tukaambiwa wengine kwenye ile meli ya kivita ile ya USS Abraham Lincoln aircraft carrier
askari wanataka kujirusha majini, ni kwa sababu meli yani wanatumikishwa kinyume na matakwa yao wao, lakini pia ni kinyume na muda ambao wamepangiwa wa kukaa majini. Kwa ndio maana mambo yako mengi kwa namna hiyo, ndugu zangu. Asanteni sana, tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadiri mambo yanavyozidi kuendelea huko katika uwanja wa vita au hiyo Mashariki ya Kati. Asanteni.